Nguni, kabla ya mechi kupelekwa katika uwanja wa Amani, tayari tulishaanza mchakato wa kuuza tiketi, na hadi kufikia jana tukawa tumeuza tiketi 16,000. Tiketi 16,000 maana yake ni kwamba tayari uwanja wa Amani umeshajaa na tena umepitiliza kwa watu 1,000 zaidi, kwa sababu uwanja wa Amani unachukua watu 15,000 pekee. Kwa tiketi 16,000 ambazo tumeuza, maana yake ni kwamba tayari uwanja wa Amani umeshajaa na watu wengine 1,000 watabaki nje ya uwanja. Baada ya majadiliano ya muda mrefu, tunafanyaje hizi tiketi? Tulichokubaliana kama uongozi wa Simba Sports Club ni kwamba tunaufuta mchakato wa kuuza tiketi na tutaanza upya mchakato wa kuuza tiketi mpya kwa ajili ya mechi ya Amani Zanzibar. Lakini basi wale wote ambao wamenunua tiketi zao, watu 16,000, tiketi zao zitatunzwa na wao watalazimika kutunza kadi zao na tiketi zao watazitumia kuingilia kwenye tamasha letu la Simba Day mwezi wa 8 mwaka huu. Tumeelewana eh? Hii ni kusema kwamba mchakato wa kununua tiketi unaanza upya hii leo, na niko hapa kutangaza viingilio vipya vya mchezo huu wa Simba dhidi ya RS Berkane. Tumefikiria mengi kuhusiana na wale ambao tayari wameshanunua tiketi. Tukasema kwa mfano tusiuze tiketi tena. Zile 16,000 ambazo watu wamenunua ndizo watu watumie kuingilia uwanja wa Amani. Lakini tukajiuliza, katika watu 16,000 watakaoweza pengine kuja uwanja wa Amani wakiwa watu 2,000 pekee, watu 13,000 wataingia kutoka wapi ambao hawajanunua tiketi? Simeeleweka sijui? Maana yake ni kwamba kukawa kuna hofu kubwa ya uwanja kuwa mweupe, hasa kwa wale ambao hawataweza kusafiri kwenda Zanzibar. Baada ya kujiridhisha kwenye hilo, ndipo ambapo tukasema ya kwamba mchakato uanze upya. Lakini jasho la mtu halipotei. Wale ambao tayari wameshanunua tiketi zao, aidha shilingi 30,000 VIPB, shilingi 20,000 VIPC ama shilingi 7,000 mzunguko, tunawaomba wazitunze tiketi zao, na tiketi zao zitatunzwa kwa upande wa N-card. Itakapofika Simba Day watazitumia tiketi hizo kuingilia uwanjani. Katika hili jambo lazima tutambue ya kwamba kila mwana Simba amepata hasara. Kwa hiyo asitokee mtu akajibinafsisha hiyo hasara ya kwamba nilishanunua tiketi yangu mimi, sasa itakuwaje? Tutambue ya kwamba kila mtu amepata hasara kwenye hili jambo. Ipo hasara ya kifedha ambayo klabu inalazimika kuingia. Timu ilikuwa ikae kambi hapa nyumbani kwetu katika kambi yetu ya Mbweni, lakini sasa tunalazimika kusafiri kesho na kwenda kukaa hoteli kwa muda wa siku 5 kujiandaa na hii mechi. Hiyo budget haikuwepo. Kwa hiyo basi kila mwana Simba iko namna ambayo ameathirika kwa namna moja na hii mechi, na kwa mantiki hiyo basi hatupaswi kunyooshana vidole wala kulaumiana. Kila mtu ameathirika, na nini tunapaswa kufanya baada ya watu wote kuathirika? Ni kusimama sasa na kwenda kumshambulia adui ambayo yuko mbele yetu. Baada ya kusema hayo, viingilio vipya kwa mchezo wetu wa tarehe 25 ya mwezi wa 5
mwaka 2025, mechi ya kwenda kuchukua ubingwa wa Afrika. VIPA itakuwa ni shilingi 50,000. Jukwaa la Urusi itakuwa ni shilingi 30,000 na mzunguko